Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini kuna watu wanapotea ghafla kisha wanarudi wakiwa hawajazeeka hata kidogo? Je, inawezekana vipi picha ya mwaka 1941 ionyeshe mtu mwenye mavazi ya mwaka 2020? Na ni kwa nini kuna watu waliwahi kudai wametoka mwaka 1936 na wakatoa taarifa ambazo zilikuwa za siri kabla hazijafahamika na dunia? Je, ni kwa nini baadhi ya watu wanahisi wamewahi kuishi kwenye tukio fulani kabla halijawahi kutokea? Na je, inawezekana vipi? Au inawezekana kweli kuwa muda si mstari kama tunavyofundishwa, bali ni kitu kinachoweza kuvunjika au kupinda au hata kurudi nyuma? Leo tunaingia kwenye matukio 10 ya ajabu zaidi duniani yanayoweza kubadilisha kabisa uelewa wako wa muda, ukweli na hata akili yako mwenyewe. Karibu kwenye High-Tide File. Leo tuna matukio 10 ambayo yameishangaza dunia na yameleta maswali ambayo hayajawahi kupatikana majibu yake. Kama hujasubscribe channel ya High-Tide, cha msingi subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza pale pindi tutakapokuwa tunatuma video. Mwaka 1955 ndege ya Pan American Flight 914 ilipaa kutoka New York ikiwa na abiria 57 na wafanyakazi 4 kuelekea Miami. Safari ilipaswa kuchukua saa chache tu, lakini katika safari ndege hiyo ilitoweka kwenye rada. Hakukuwa na ishara ya hatari, hakukuwa na sauti ya mlipuko, na licha ya utafiti mkubwa baharini, hakuna hata kipande cha chuma kilichowahi kupatikana. Flight 914 ilifutika kama haijawahi kuwepo. Lakini simulizi inashtua zaidi. Mwaka 1992, miaka 37 baada ya kupita ile tukio la ndege kupotea huko Caracas, Venezuela, waongoza ndege waliona ndege ya kizamani ikitokea kusikojulikana. Rubani aliwasiliana na mnara wa mawasiliano kwa sauti ya taharuki akiuliza, "Hapa ni wapi?" "Sisi ni flight 914 kutoka New York kuelekea Miami." Walipomwambia kuwa huu mwaka ni mwaka 1992, rubani huyo alipiga kelele, akarusha ndege tena na kutoweka kabisa, na ndege hiyo haikuwahi kuonekana hata kidogo. Swali, je, rubani huyu alipitia kwenye wormhole? Lakini ukweli mchungu, hakuna rekodi rasmi ya ndege hiyo kupotea mwaka 1955. Je, hii ni hadithi ya kutungwa na gazeti la udaku au ni siri ya serikali iliyovuja kitalanta? High-Tide Files, tunafungua mafaili. Mwaka 2000, wakati dunia ikihofia mabadiliko ya kiteknolojia, mtu mmoja aliyejiita John Tito alianza kuposti kwenye mabaraza ya siri na ya mitandao. Alidai yeye ni askari aliyerudi kutoka mwaka 2036 kwa kutumia mashine iliyofungwa kwenye gari yake aina ya Chevrolet. Lengo lake, alisema, ametumwa kuchukua kompyuta ya zamani ya IBM 5100 kwa sababu mwaka 2036 mifumo ya dunia ingehitaji kompyuta hiyo kurekebisha kosa kubwa la kitalanta la kiufundi
litakalotokea. Tito hakupiga ramli, alitoa maelezo ya kina ya kifisikia kuhusu jinsi mashine yake inavyofanya kazi kwa kutumia satellite ya mapacha. Pia alitabiri vita vya wenyewe kwa wenyewe Marekani na mabadiliko makubwa ya dunia. Machi 2001 aliposti ujumbe wa mwisho na kutoweka. Hakuna aliyewahi kumgusa wala kumjua. Je, alikuwa mlaghai mwenye akili kubwa ya kisayansi, au kweli alikuwa mgeni kutoka kesho akijaribu kutuonya? Na aliongea kisomi zaidi. Haitai failizi, tunafungua mafaili. Picha moja iliyopigwa mwaka 1941 huko Canada wakati wa ufunguzi wa daraja la South Fork imeacha dunia na butwaa katikati ya kundi la watu waliovalia kofia ya kizamani na makoti mazito. Kuna kijana mmoja ana miwani ya jua ya kisasa, amevaa t-shirt yenye nembo ya michezo na ameshika kamera ndogo mkononi. Vitu hivyo havikuwahi kuwepo mwaka huo, mwaka 1941. Watu wanamuita time traveler whisper. Watafiti wanajaribu kutetea kuwa miwani hiyo ilikuwepo na t-shirt hiyo ilikuwa ya timu ya hockey ya wakati huo, lakini swali linabaki, kwa nini mtindo wake wa nywele, namna alivyosimama na kila kitu kuhusu yeye kinaashiria kijana wa karne ya 21? Je, alikuwa mwanasayansi aliyerudi nyuma kushuhudia historia, au ni bahati mbaya tu ya mitindo? Kuna kipande cha video kutoka mwaka 1928 kwenye uzinduzi wa movie wa Charlie Chaplin. Kwenye kona ya picha anaonekana mwanamke mmoja akitembea huku akiwa ameshika kitu cheusi sikioni. Pia midomo yake inacheza kana kwamba alikuwa anaongea, na alikuwa anaongea na mtu asiyeonekana. Kumbuka mwaka 1928 hakukuwa na simu za mkononi wala minara ya mawasiliano. Wataalamu wa teknolojia wanasema huenda ilikuwa hearing AID, mashine ya kushikilia ya kizamani iliyotengenezwa na kampuni ya Siemens. Lakini kwa nini anaonekana anacheka na kujibu hoja? Anawasiliana na nani ikiwa hakukuwa na mtandao? Je, alikuwa akitumia teknolojia ya baadaye ambayo sisi bado tunaingangania hivi leo? Swali hili limezidi kuibua hoja nyingi sana hapa duniani na bado majibu hayajawahi kupatikana. Je, umewahi kuingia sehemu ngeni lakini ukahisi kwa 100% kuwa umewahi kuwa hapo, au kuongea na mtu na ukajua neno atakalosema kabla hajalitamka? Hiyo tunaita ni deja vu. Hili neno ni la Kifaransa ambayo Kiswahili lina maana la tayari nimeona. Sayansi inatuambia kuwa ni hitilafu ya ubongo ambapo picha inaingia kwenye kumbukumbu ya muda mrefu kabla ya kumbukumbu ya muda mfupi. Lakini nadharia ya quantum physics inasema tofauti. Huenda kuna ulimwengu sambamba, parallel universe,
ambayo deja vu inaweza kuwa wakati ambapo wewe wa ulimwengu huu na wewe wa ulimwengu mwingine mnafanya kitu kile kile kwa wakati mmoja, na kwa sekunde moja akili zenu zinaungana na unajiuliza, je, ni hitilafu ya ubongo au ni dirisha dogo linalokuonyesha kuwa maisha yako tayari yameshapangwa na yanatokea sehemu nyingine? Na unajiuliza, au nilishawahi kuishi maisha ya nyuma nikaja kutoweka, kufa ghafla? Lakini jibu hauwezi ukalipata. Mwaka 1943 kukiwa na uvumi wa vita kuu ya pili ya dunia, jeshi la majini mchini Marekani ilisemekana kufanya jaribio la siri la kuifanya meli ya USS LGG isionekane na rada, lakini kulingana na mashuhuda, meli hiyo haikutoweka tu kwenye rada, ilitoweka kimwili katika mwanga wa kijani na kuonekana huko Virginia, umbali wa maili 100, kisha kurudi Philadelphia ndani ya sekunde chache. Iliporudi, hali ilikuwa ya kutisha. Baadhi ya wanajeshi walikuwa wamekufa na wengine walikuwa wameungana na chuma kwa kugandana na meli, wengine mikono au miguu ikiwa ndani ya ukuta wa meli, ni kana kwamba walikuwa wamevuka mipaka ya uhalisia na kushindwa kurudi vizuri. Je, waligundua siri ya teleportation na time traveler kwa bahati mbaya na kuamua kuificha dunia milele, au walishuhudia tukio la kutisha huko walikokuwa wameenda kwenye time traveler? Na bado hii siri haijawahi kutatuliwa, na hili swali bado linazidi kuichanganya dunia. High-TIE Files, tunafungua mafaili. Juni 2023, polisi wa FBI walimkamata Andre Callistine kwa kosa la insider trading. Jamaa huyu alianza kwa mtaji wa dola 800 tu, na ndani ya wiki mbili alifanya miamala 126 ya hatari kwenye soko la hisa na kupata dola milioni 350. Hakuwahi kukosea hata mara moja, kitu ambacho hisabati zinasema hakiwezekani kamwe. Alipobanwa alitoa jibu la kustajabisha, limetoka mwaka 2256. Nilijua soko litakuwaje kwa sababu nimesoma historia. Alitaka kutoa siri ya mahali alipo Osama bin Laden ili aachiwe, lakini kabla ya kesi yake kuanza, kuna mtu mmoja asiyejulikana alilipa dhamana yake na Callistine alitoweka. Hakuna rekodi ya kuzaliwa kwake kabla ya mwaka 2000. Je, alikuwa msafiri wa muda aliyekuja kutafuta utajiri wa haraka? Nchini Misri, kwenye hekalu la Abydos iliyojengwa miaka 3000 iliyopita, kuna michoro ya ajabu ya hieroglyphs. Ukiangalia utaona kitu kinachofanana kabisa na helikopta ya kisasa, ndege ya kivita na chombo cha angani. Wanaikolojia wanasema ni palimpsest, yani michoro miwili inayopandana na kutengeneza picha hiyo kwa bahati mbaya. Lakini kwa mfuatiliaji wa siri, swali ni moja tu: inawezekanaje bahari mbaya itengeneze picha ya helikopta ya kisasa kiasi hicho? Je,
mafarao walitembelewa na watu kutoka kesho, au walikuwa na teknolojia ambayo tulikuja kuigundua upya maelfu ya miaka kupita? Mwaka 1988 kinyago cha mbao cha ndege kilipatikana kutoka Saqqara, Misri, lakini tofauti na ndege za kawaida. Kinyago hiko kina mkia unaosimama kama ndege ya kisasa na mabawa yenye uwezo wa Hydronax. Wakati huo huo, maandiko ya kale ya India, Vedas, yanaelezea vyombo vinavyoitwa vimana, magari ya miungu yaliyoweza kuruka kwa kasi ya mwanga na kutumia silaha za ajabu. Je, hadithi hizi ni za kufikirika tu au ni kumbukumbu za teknolojia ya hali ya juu ambayo wanadamu wa kale walishuhudia? Je, mababu zetu walikuwa na uelewa wa anga ambao sisi sasa ndiyo tunaanza kuugusa? Leo nataka tuishie hapa, ingawa kuna tukio la 10 ambalo ni la kustajabisha zaidi na halijawahi kupatikana majibu. Lakini hili tukio nimeamua kulitengenezea simulizi ya kutosha kwa kina zaidi, ili tuweze kuichambua kwa kina. Cha msingi, subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza kabisa pale pindi tutakapokuwa tunatuma video zetu mpya. Kila faili tulilofungua leo inaacha shimo la swali, lakini hapa ndipo tunarudi kwenye physiology ya binadamu. Ubongo wetu unachukia giza, haupendi kutokujua. Hivyo tunapoona picha ya zamani yenye utata, ubongo wetu unachagua jibu la kusisimua zaidi kama time traveler badala ya jibu la kawaida. Lakini vipi kama baadhi ya hizi ni kweli? Vipi kama muda sio barabara moja bali ni bahari kubwa ambapo sote tuko ndani yake kwa wakati mmoja? Je, wewe unadhani time traveler ni kitu kinachowezekana au ni hadithi tu za kutupa matumaini ya kuwa tunaweza kurekebisha makosa yetu ya jana? Niambie kwenye komenti na usisahau kusubscribe kama unataka kuendelea kupasua siri hizi kitalanta zaidi. Bye bye.